mashiko yoyote pengine? Hili jambo kwanza mimi niwapongeze sana katika kanisa Katoliki kwa msimamo huo. Kwa sababu imekuwa ni kawaida ya wanasiasa wanapokuwa hasa wanapokuwa karibia uchaguzi wanapenda sana kutumia madhabahu kunadi sera zao. Ambapo ni kinyume kabisa na miongozo ya kiimani, kwa sababu eneo la madhabahu ni eneo takatifu sana. Halipaswi kabisa kuwa na kila mtu tu anaweza kuliendea lile eneo. Yaani ni eneo ambalo ukifika pale kwanza unatakiwa utetemeke, kwa sababu ni sehemu ambapo madhabahu yoyote ile ina maana inakuwa anointed. Sasa kama inakuwa anointed, alafu mwanasiasa anaenda, unakuta mwanasiasa mwenyewe huyo jana tu ametoka kuagiza watu wakamatwe wauawe au watu wakamatwe wawekwe ndani bila hata kufuata utaratibu. Maana yake ni kama vile inanajisi madhabahu, kwa sababu ile madhabahu inatakiwa iendewe na mtu ambaye ni msafi kwa lugha hiyo, kwa maana kwamba awe ni msafi, ni mtakatifu, yani kwa maana kwamba ametubu. Sio tu mtu anaenda tu anaweza kusema tu yale anayotaka yeye, wananchi wanataka wasikie. Hiyo mimi nafikiri wamefanya jambo zuri sana, na niwapongeze sana kwa haja hiyo, kwa hatua hiyo, kwa sababu mara nyingi ilikuwa inatumika kama sehemu ya kuficha kampeni za watu na kutafuta umaarufu katika makanisa yale. Huoni kama litatengeneza matabaka pengine kwa hiki ambacho wameamua kukifanya? Haliwezi kutengeneza matabaka, kwa sababu madhabahu zote ziko hivyo hivyo. Wewe unauliza hivi, ulishawahi kumuona kiongozi wote wa nchi ameenda kwenye mimbari akasimama kule mbele akaanza kusema kwenye mimbari za Kiislamu? Nakuuliza swali zuri tu. Yaani ulishawahi kumuona kwenye shehe au yani mtu ambaye amekaa kule kiongozi amekaa kwenye mimbari ya Kiislamu kule mbele akaanza kutoa hotuba? Hapana, anatengeneza utaratibu. Kama anataka kuzungumza jambo atengeneza utaratibu wake tu, yani aende kushiriki, asiende kushiriki kama nalili. Nakupa historia nzuri, si ndio? Okay. Mwalimu Nyerere alikuwa rais katika miaka 24 almost, si ndio? Kila alipokuwa anaenda kusali, si ndio? Ndio. Akiwa rais wa nchi. Umeelewa vizuri? Sasa wewe unamwongelea rais wa nchi. Umeelewa vizuri? Mwalimu Nyerere kila alipokuwa anaenda katika kusali katika kanisa, hakuna hata siku moja alienda kwanza na bodyguard, alienda akakaa siti ambayo yani kama special treated. Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua kwamba eneo hili ni eneo takatifu. Na mimi sijaja hapa kama kiongozi, nimekuja hapa kama muumini wa kawaida. Yani katika dalili yote, katika muda wake wote ambao hudhuria kanisani, sawa, hakuhudhuria kama kiongozi, alihudhuria kama mwananchi wa kawaida, kama wanavyohudhuria wananchi wengine. Na hata alikoenda kutoa sadaka, alitoa sadaka kama waumini wengine. Hakuletewa sonzo la peke yake, hapana. Alienda kutoa na nili hiyo sadaka, kwa sababu alikuwa anajua kama anatoa sadaka kama muumini mwingine tu, ambapo sasa hilo ni jambo zuri. Kiongozi utakiwa kuenda na huu utaratibu ukiendelezwa utakuwa ni utaratibu itakuwa ni utaratibu mbaya sana ambao tunaweza kuwafanya viongozi wetu kama Mungu mtu wajione kwamba wao ni special treated. Hapana. Mimi niwapongeza sana Katoliki katika hilo, kwa sababu hata hivyo si jambo jema. Kwa nini Mwalimu Nyerere alikataa hayo mambo? Aliyakataa hayo kwa sababu alikuwa anataka kutengeneza nchi yenye usawa, yenye watu ambao wako sawa. Na ndio maana Mwalimu Nyerere hakudhubutu hata siku moja kujimwamba. Aliogopa sana madhabahu. Hata alipokuwa anaalikwa katika misikiti hakuenda kama rais, alienda kama muumini wa mtu
unless otherwise labda kama ni kanisa limemwalika rais, lakini sio kanisani, kwenye hafla fulani. Yeye sasa hiyo sasa ni kitu kingine. Yaani kama ni kiongozi au ni katibu mkuu au rais au nani anapoalikwa katika hiyo, sasa amealikwa kama kiongozi. Lakini sio kwamba anapoenda kanisani kwenda kusali halafu yeye anaenda kusali kama kiongozi na treated kama kiongozi. Hapana, kiongozi wa eneo lile wa kanisa atakuwa ni mchungaji, askofu, padri au ni shehe. Hiyo ndio inaleta maana, hiyo ndio inaleta dhana zaidi na heshima ya kuheshimu yale madhabahu. Kwa hiyo mtu akienda kama katibu mkuu au kama waziri katika mimbari, maana yake akishakuwa treated kama katibu mkuu, maana yake nyinyi wote mtakuwa chini yake. Sijui umeelewa vizuri? Ndio. Kwa hiyo haya mambo mimi nafikiri wamefanya vizuri sana kanisa Katoliki kutoa waraka ule. Na hii italeta heshima na kuliheshimisha kanisa. Itakuwa ni jambo zuri na waomba hata makanisa mengine wote, iwe misikiti, wanasiasa wasipewe nafasi ya kuzungumza kwenye mimbari. Ni dharau kubwa katika mimbari. Tunakumbuka kuna kipindi fulani, kuna kiongozi fulani alipewa mimbari, akawatangazia kwamba kiongozi wa mkuu wa nchi anapiga kazi. Kumbe alikuwa anajua aidha mtu yuko kitandana na umwa au amekufa. Unakumbuka hiyo? Yalitokea kiongozi mkubwa wa nchi. Sasa haya mambo, lakini maana yake alinajisi ile madhabahu. Sasa mtu kama huyo utakuwa trusted kiasi gani katika mazingira hayo? Yaani unaingia kwenye mimbari unazungumza uongo kwa wananchi, kuwaongopea ili kusudi tu wa harmonize. Sasa hiyo hapana. Hiyo mimi naona kwamba ni jambo zuri sana, litakuwa liunga mkono na watu wote wenye mapenzi mema na nchi hii. Lakini tunajiuliza kwa nini kwa kipindi hiki na sio muda yani sio mwanzo? Kwa nini limetokea wakati huu? Sasa limetokea wakati huu, nafikiri wamechelewa, lakini ni bora kuchelewa lakini imefanya. Kwa sababu wameona kwamba dalili zinazoendelea kwa viongozi wetu ni dalili mbaya sana huko tunakoelekea. Kwa sababu sasa hivi umekuwa ni utamaduni kwamba kiongozi anapoenda kwenye madhabahu lazima apewe nafasi, asipopewa nafasi ananuna. Sasa tukifanya hivyo maana yake tutatengeneza matabaka, na itafika pahala watakao kuwa wanapewa heshima ile watu watakuwa ni watu wa serikali tu na Chama cha Mapinduzi. Maana yake hata vyama vingine hivi itafika pahala havitapewa, na itafika pahala wakipewa vyama vingine kusema katika madhabahu, wale yule kiongozi aliyeko katika ile kanisa au katika ule msikiti, yule kiongozi anaweza akashughulikiwa akaonekana kama ni mpinzani. Sasa hii nafikiri wamewaza mbali sana, na naona ni watu wasomi wazuri sana. Wameona mbali kwamba hili jambo linaweza likaleta crisis huko mbele, kuonekana kama kuna ubaguzi katika madhabahu, kuna ubaguzi wa watu, kuna ubaguzi wa kisiasa. Hili jambo mimi nawapongeza sana, wamefanya jambo zuri sana, kwa sababu huko tunaelekea kubaya. Na sasa hivi umezuka utamaduni wa unafiki, yani utamaduni wa kusifia. Usiposifia wewe unaonekana ni mhaini, usiposifia wewe unaonekana ni mtu ambaye ni hatari, wewe usiposifia unaonekana ni mtu kama vile, yani kama mtu mbaya sana katika nchi. Sasa haya mambo ni mabaya, na wapongeza sana ndugu zangu hawa wa Katoliki, Baraza la Askofu Katoliki, na wapongeza mno kwa waraka huo. Itakuwa ni jambo jema na litaleta heshima kwa kanisa. Kijana mzalendo, nikushukuru kwa muda wako, na kwa leo inatosha. Asante sana kaka. Asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki sana, na kila kitu tunataka tuzungumze kwa uwazi na ukweli. Tunatakiwa tuwaunge mkono na makanisa yote, misikiti yote iige huu mfano. Ukianzisha mfano mzuri, kuna ubaya gani kuiga? Tusipofanya hivyo, kuna hatari kubwa sana mbeleni ya kuhakikisha kwamba nchi hii inagawanyika katika misingi ya mgawanyo, yani katika misingi aidha ya kidini,